Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi huu dhidi ya KMC magoli mawili kwa bila, alama 3. Ni jambo bora na jema kweli kweli kwa upande watu. Leo hii tulikuja kuonesha mpira mzuri, kwa maana tumeshazoea maonesho ya biashara, maonesho ya kilimo 88, maonesho sijui ya sayansi na teknolojia. Tumeshashuhudia maonesho mengi yakifanyika duniani, lakini dunia haijawahi kushuhudia maonesho ya mpira wa miguu, yani football exhibition. Dunia haijawahi kushuhudia. Kwa leo ilikuwa maalum kuja kufanya maonesho ya mpira wa miguu kwa maana ya football exhibition. Tulikuja kucheza mpira mkubwa, kuja kucheza mpira mzuri. Tangu tumeanza ligi msimu huu, sio Simba tu, hakuna timu yoyote ya ligi kuu ya Tanzania ambayo imewahi kucheza mpira huu ambao Simba tumecheza hii leo. Ni mpira ambao unaburudisha kuanzia mwanzo. Ni mpira ambao kila ukiutazama unasikia raha kweli kweli. Ni mpira ambao una enjoy to the maximum. Ni mpira ambao hata kama una changamoto yoyote kubwa ya kimaisha, ukiuangalia mpira huu wa Simba wa hivi sasa, unasahau kila kitu, unasahau shida zote. Ni mpira mkubwa, ni mpira wa sayari nyingine kweli kweli. Tumekuja, tumecheza, tumepata ushindi, na jambo la kutia moyo na faraja ni kwamba tumefanya maboresho kwenye kikosi chetu, hasa dirisha dogo. Tumeondoa wachezaji takriban 5 kama sio 6-7. Tumeleta wachezaji wengine kwa idadi hiyo, na wapo watu ambao walionyesha kuwa na mashaka ya kwamba dirisha dogo unabomoa timu karibia nusu, alafu unategemea utafanya kitu gani. Kwa sisi viongozi wafanya maamuzi kuchukua riski kubwa kama ile ya kufanya mabadiliko makubwa kama yale, alafu yale mabadiliko ambayo tumeyafanya yamekuja kuzaa matunda kwa 100%, inaonyesha ni kwa namna gani tulifanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kweli kweli. Tumeona ingizo la Dickson Kibabage, namna ambavyo amechagiza upande wa kushoto. Tangu amejiunga nasi amekuwa na msimu bora kweli kweli. Lakini tumeona vile vile Aniset Ura akifanya kazi kubwa, akihama kushoto, akihama kulia, yani anafanya kazi isiyomithilika. Lakini tunamuona Libase Geye mechi yake ya pili ya ligi kuu ya NBC anafunga magoli mawili, tena magoli ya mbali, anapiga mbali kweli kweli, na kama haitoshi kila mechi anakuwa ni man of the match. Kwa hiyo unaweza kuona Mwamba wa Lusaka, wapo watu walikuwa na mashaka mengi, lakini tumeona Mwamba Lusaka kazi kubwa ambayo anaifanya. Anacheza, anafundisha, anaelekeza na anasaidia timu kwa ujumla. Lakini tumeona Ino Jospin Loemba, hamjawahi kumuona live Ino Loemba ndugu zangu waandishi wa habari. Leo ameingia dakika ya 70, lakini umeona matusi ambayo ameyafanya. Anachukua moja na achia, yani kusema kweli sisi Simba Sports Club tunao furaha kubwa sana kuona timu yetu inaimarika, timu yetu inazidi kuboreka, timu yetu inazidi kuwa imara, na tunapata ushindi kwenye mechi kama hizi, na tunashukuru Mwenyezi Mungu na tunawapongeza wachezaji wetu. Umesema unasahau matatizo ukiangalia Simba. Yawezekana hata ninyi mmesahaulishwa yale yaliyotokea ligi ya mabingwa Afrika? Tumeshasahau kama hatujafuzu robo final. Tumeshasahau, yani sio shida zetu tena. Tumeshakubali yes, mwaka huu hatukuwa vizuri, na tumesema ama niliwahi kusema kwamba laiti ligi ya mabingwa ingeanza hivi sasa, Simba Sports Club sio tu angeenda robo finali, lakini tungeshinda mechi zetu zote 6. Yani tungeondoka na alama 18 kwa Simba hii hapa hivi. Kwenye kundi hili tukianza upya hivi sasa, tungeondoka na alama 18. Tungemfunga kila mtu nyumbani kwake na tungemfunga kila mtu Benjamin Mkapa. Simba hii ambayo imeimarika hivi sasa. Bahati mbaya ndio hivyo, tumechelewa kufanya haya mabadiliko. Wakati mwingine ni lazima uanguke ili ujifunze. Mwaka huu kwetu umekuwa ni mwaka wa kuanguka, tunajifunza na hatuumii, kwa sababu timu tuliyokuwa nayo hivi sasa inatupa matumaini ya kwamba msimu na kimsingi sisi tumeshaanza maandalizi ya Champions League kwa msimu unaokuja. Tumeanza maandalizi ya Champions League kwa msimu unaokuja.
Malengo tutaambiana, lakini tayari maandalizi tumeshaanza. Mapema sana. Sisi ni timu kubwa. Ni timu ya 5 kwa ubora barani Afrika. Hapa ninapozungumza nanyi, nyinyi mnaangaliaga AFCON kwa mfano. Mfano AFCON inaanza alafu giant kama Senegal inatolewa, si lazima usikitike. Si hivyo bwana? Hasa ndivyo ilivyo Simba Sports Club. Kutolewa hatua ya makundi, Afrika nzima imesikitika. Simba kutolewa hatua. Simba Afrika nzima imeumia. Afrika nzima inalia machozi ya kujaza bahari 5 za Afrika kwa Simba kutolewa hatua ya makundi. Sasa hatuwezi kuliacha hivi. Ndio maana tumeshaanza maandalizi mapema ya Champions League ya msimu ili twende tukarejeshe heshima yetu na twende tukafanya vizuri. Mwaka huu ni mwaka wetu wa kujifunza, ni mwaka wetu wa kukosea, ni mwaka wetu wa kujirekebisha kutokana na makosa tuliyofanya. Msimu unaokuja twende tukawe bora zaidi. Ahmed, gari ikiwa inatembea kuimesha taa nyekundu inamaanisha pisha mbele, kushakuwa kubaya. Inawezekana na hii ni taa nyekundu Simba mmewasha kwenye ligi. Exactly. Kwenye ligi huku ndiko ambako tumewekeza nguvu zetu kubwa. Hatuna kingine cha kupigania zaidi ya mashindano mawili ambayo yako mbele yetu na moja ambalo litakuja mwezi wa 4 kwa maana ya ile muungano. Lakini kwa sasa focus yetu kubwa ni ligi kuu ya NBC. Tumeinvest nguvu kubwa sana kwenye ligi hiyo, na ndio maana naona kwenye kila mechi tunafanya balaa kubwa, na hatutaki kupoteza hata mchezo mmoja kuanzia hivi sasa, sababu timu tuliyokuwa nayo ni timu kubwa kwa maana ya wachezaji mmoja. Wachezaji hawa wana level kubwa kweli. Sasa wachezaji wa level hiyo hawatakiwi kupoteza mechi katika ligi ya ndani. Itokee bahati mbaya, lakini mipango yetu sisi uongozi ni kutopoteza mchezo hata moja. Leo tumecheza mchezo wetu wa 8. Tumebakiwa na michezo 22. Malengo yetu ni kushinda michezo yote 22 kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hayo ndiyo malengo yetu. Michezo yote 22 tunataka kushinda katika ligi kuu ya NBC. Ahmed, tumeona leo kwenye lineup mlinda mlango na pamoja kwa Mshenabela, lakini pia Kasali anapumzika. Hii ni Simba ya asali na maziwa. Simenelewa Kwa hiyo ni Simba ambayo yoyote anaweza akapata nafasi akacheza. Kasali amecheza mechi kadhaa hapo nyuma, amepumzika. Abel amechukua dimba lake leo, ameondoka na clean sheet. Yani tuna uwezo, yani Simba hivi sasa kama buffet. Sio, umeelewa unachagua tu uondoke uondoke na sahani gani pale. Lakini Simba sasa imekamilika. Simba sasa ni bora. Usishangae mechi inayokuja asidake Tanja, asidake Abel Hussein, akadaka Alexander. Simba hiyo kaka.